Bado tuko katika mashamba haya ya Blue Wave ambayo wanajihusisha na ufugaji wa samaki. So atatupitisha tuweze kujua labda miundombinu ambayo iko hapa na ili tuweze kupata ABC kuhusiana na ufugaji wa samaki. She, mambo ujitambulishe nani? Habari. Kwa majina naitwa Hamadi Al-Hamadi. Ndio. Ni farm manager and hatchery manager. Ndio. Katika ofisi yetu ya DM Blue Wave Aquaculture Limited. Ndio. Na tuanzie hapa. Hiki unaweza ukatuambia ni kitu gani, labda kinafanyaje kazi na vitu vingine kama hivi? Hii hapa ni azola hii. Azola. Ndio. Na hichi ni chakula cha samaki. Samaki unaweza ukapa samaki mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi na nguruwe wanaweza kula. Kwa unaweza ukawapa hiki peke yake au na vyakula vingine ukawachanganyia? Hichi unaweza ukawapa kama ni additive, yani chakula cha nyongeza. Okay. Alafu baadaye ukawapa na chakula chao. Sasa hapa naona kama ni majani alafu hapo juu ya maji. Inakuwaje hapa? Anakuwa vipi? Ndio, ni majani, ni aina ya mimea ambayo inaota ndani ya maji. Na hii hapa tunapanda kwa kuchukua hii mimea sample kidogo pamoja na mbolea. Kisha baadaye tunaiweka na maji, baada ya muda kadhaa inakuwa kama hivi, kama hivyo na wewe hapa. Kwa na maana mnaweka mbolea na lakini pia mnauza, si ndio? Ndio tunauza. Kiasi gani? Kilo inakuwa ni 15,000. 15,000 kwa kilo. Inasaidia kwenye wanyama tofauti hapa. Ng'ombe, mbuzi. Chakula hichi chetu ambacho ni azola kinakuwa kina protini nyingi. Kwa hiyo tunapowapa wanyama wetu kama vile kuku au mbuzi, hichi chakula tunakuwa tunachanganyia, au tunaweza tukawapa mbadala. Mfano mwapa chakula nusu na hichi hapa nusu, kwa ajili ya kupunguza gharama yako ya matumizi ya chakula. Yaani unafanya kama nyongeza. Ndio. Pia hichi chakula tunaweza tukawapa samaki kama hivyo tunavyoona, ambacho tunakuwa ni kama ni chakula ambacho cha asili ambacho kiwapa kinapunguza gharama ya chakula. Ndio. Pia kwa kuku hichi chakula faida yake, tukiwapa kinafanya kile kiini cha yai kuwa cha njano, kwa sababu walaji wengi wa mayai wanapenda mayai ambayo yana kiini cha njano. Ndio. Okay. Na kuna kitu kingine hapa nimekiona. Hapa ni vipi hapa? Hii hapa ni system ambayo inaitwa aquaponics. Ndio. Yaani hii inakuwa tunapanda mimea hapa, haijakamilika. Ipo katika taratibu za kukamilisha. Ndio. Hapa hii system tutakuwa na mimea juu tunaweka, na haya maji yatakuwa yanapita katika mimea kama mbolea fulani. Itakuwa maji yamecontain mbolea ambayo itakuwa ni mavi ya samaki pamoja na mabaki ya chakula. Ndio yanakuza ile ule mmea ukua. Okay. Kwa hiyo inaitwa aquaponics. Ndio. Kwamba unaweza ukaweka labda mboga. Ndio, mboga, mazao mengine, nyanya nini, itakuwa vizuri. Bila kutumia udongo. Ndio. Udongo unakuwepo. Udongo na Sasa mtazamaji, hii ni aquaponics ambayo unaweza ukafuga samaki lakini pia ukaweka na mazao kwa juu hapa kama ambavyo Bwana Hamadi ametuelezea. Kwa hiyo ufugaji una fursa nyingi, unaweza ukafanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Ukakupa kama mbolea, samaki wakakupa mbolea ambayo inaweza ikakusababisha ukapata mboga nyingine pia, of course. Na kuna ile naonaga sijui wanaweka kuku juu, vibanda vya kuku, ile inakuwaje? Ile pale inakuwa kibanda cha kuku unacheka juu. Ndio. Lakini hutaki mavi ya kuku yale yaingie ndani ya maji ya samaki, kwa sababu mavi ya kuku tunajua kama yalivyo, mavi ya kuku ni uchafu. Kwa hiyo inatakiwa tuko nje, labda likiwa bwawa la asili, yale mavi ya kuku tunaweza tukayaweka kwa ajili ya kuongeza rutuba katika bwawa letu. Okay. Kwa kuzalisha wanyama wadogo kama
kama wadudu fulani hivi ambao wanaliwa na samaki. Kwa ina maana ile ni wasuku wa mapondi ambayo yamesakafiwa au yamewekwa hapa mabwawa yale ya asili. Sawa sawa. Mtazamaji, bado tuko katika kampuni ya Blue Wave ambayo Blue Wave Aquaculture Limited, DM Blue Wave Aquaculture Limited, na tuko na Bwana Hamadi ambaye ni hatchery manager, anaendelea kutuelezea namna ambavyo shughuli zao wanazozifanya. Bwana Hamadi, kikubwa zaidi ambacho wewe unakifanya hapa katika shamba hili wewe ni kama nani? Mimi ni kama hatchery manager. Ndio. Ambao shughuli yangu kubwa ni kuzalisha vifaranga. Ndio. Na hapa ninapoona hizi neti tunatumia kwa ajili ya kuzalisha vifaranga vyetu. Vifaranga, ndio. Ndio. Humu tunawaweka wazazi wetu ambao wazazi hawa tunaweka kwa ratio maalum. Ambao majike yanakuwa ratio yake inakuwa 3:1, ambao majike yanakuwa 3. Ndio. Na madume yanakuwa ni 1. Kwa hiyo mfano kama umeweka samaki wako 30, ndio tunategemea mfano umeweka samaki 40, tunategemea 30 watakuwa ni majike na 10 watakuwa ni madume. Ndio. Kwa hiyo hapa mimi kama hatchery manager nakaa kama wiki 2 baada ya kuweka samaki wetu, yani wazazi. Alafu nakuja kuangalia kama wazazi wanakuwa kama na umri gani, miezi mingapi? Kuanzia miezi 3 mpaka 4, ambao wanakuwa wana uwezo wa kuzalisha, wanafika kama gramu 250. Ndio. Wanakuwa tayari kwa ajili ya kuzaa. Kwa hiyo hapa ikishafika baada ya wiki 2 nakuja kuangalia kama kuna mayai au kama kuna vifaranga ambavyo vishatolewa. Ndio. Mfano nikipata kama kuna mayai na vifaranga, huwa nachukua napeleka hatchery moja kwa moja kwa ajili ya kuendelea na prosesi zingine za uzalishaji. Ndio. Hapa tupo katika bwawa letu hili ambalo hapa kunakuwa na samaki wetu ambao hawa tunaandaa kwa ajili ya kuwa wazazi. Na samaki wetu ndio kama unavyoona hapa tunawalisha. Kama unavyoona samaki wetu hapo ndio wanakula. Na samaki wetu wana miezi 3. Kwa hiyo hapa tunasubiri wakue kidogo ndipo tuje tuwapange katika shamba letu kubwa ambalo la uzalishaji. Ndio. Na hawa hapa tunakuwa tunachukua wazazi kutoka sehemu mbalimbali. Tunachukua kutoka Ziwa Victoria, Uganda. Ndio. Kisha tunawaleta hapa, tunawapandikiza, yaani tunazalisha hawa kwa hawa wanazaa. Kisha tunatoa vifaranga ambavyo vinakuwa ni vifaranga bora ambavyo vimechanganya katika samaki wa hapa wa Tanzania, yani Ziwa Victoria, na wa Uganda ambao wanakuwa wamechanganyika na tunapata mbegu bora ya samaki. Baada ya hapo mnashazalisha vifaranga vyenu ndio mna supply, si ndio hivyo? Ndio. Hapa inakuwa tunapanga muda wa kula. Inabidi huu muda huo wa kula. Huo. Labda ikitokea tuna dharura fulani ndio itakuwa na chakula chao huwa tunawapa kwa kuangalia uzito wao. Wana uzito kiasi gani, na hawa tunawalisha mara 2, asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Okay. Watazamaji, kama unavyoona samaki wetu ndo hapa, muda wa kula umefika. Na unajuaje hawa wanakula kilo ngapi? Hawa inakuwa nachukua idadi yao, kisha napima na uzito wao, najua idadi hapa na uzito huu wanakula kiasi gani. Ndio. Sasa malizie ama bado anadai hapo wapi?
Na hapa ni uzalishaji wa vifaranga vya kambale unapofanyikia. Panaitwa hatchery. Mmoja wanafanya prosesi zote za uzalishaji wa vifaranga. Kwa hiyo wale ambao wanahitaji kutoa oda, basi wanaweza kuzalishiwa ndani ya siku 2 katika kampuni ya Blue Wave Aquaculture Limited. Kwa hayo sina la ziada. Kwamba tunafanya vifaranga vyetu vya kambale na vipindi kama hivi, na uniambie kwenye sehemu zaidi kwenye masuala haya ya ufugaji. Inatoa sauti gani? Naona sasa wanafikia, yani sio vifaranga tena. Yaani ni samaki mkubwa. Sasa hao hawako wengi sana. Tukisema tuwachanganye na hao wengi wadogo watakulana, sababu kishauriana. Naona hiyo sasa. Hiyo tukisema tuweke na saizi hii ambayo kulisha mwanzo. Saizi hii kuja fulani. Na kupunguza maji. Kama vipi sasa nichukua sample hapo usione. Wale samaki mpaka sample kama 2 tofauti. Sample ambayo imepatikana hira kama kuonyesha mbona alikuwa unaiona maji na sample kubwa. Hizo kuna mtu anamwangalia wengi ni saizi hii, wengi zaidi unaiona ni kidole refu kama ni chikaza. Unaona